Assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Tumswalie Mtume Muhammad. Waheshimiwa makamanda, watembeaji ambao mmeonyesha utayari na uzalendo mkubwa wa kujiandaa na safari ya kihistoria ya kilomita 452 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, kama vijana wa Kitanzania wa dini mbalimbali, mkipeleka message kwa vijana wenzenu wa Kitanzania kuelekea uchaguzi mkuu kwamba tunahitaji uchaguzi wa haki na amani ili Tanzania yetu iendelee kubaki kuwa ni kisiwa cha amani na utulivu. Hongereni sana. Message ambayo JMAT kupitia nyinyi inaipeleka kwa Watanzania ni kutaka uchaguzi wa amani, kwamba uchaguzi utapita lakini Tanzania itaendelea kubaki. Na mara nyingi ambao wanaotumika katika kuharibu amani ya nchi mbalimbali ni vijana. Na miongoni mwa vijana ni nyinyi, kwamba nyinyi ni vijana, lakini mmeamua kwa makusudi kabisa kwamba mnawahimiza vijana wenzenu kwamba wasitumike vibaya katika vipindi vya chaguzi ili Tanzania ivuke kwa salama na amani. Hili ni jambo zuri sana na Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki sana. Lakini pia katika jambo ambalo lililonifariji zaidi ni kuona hata wachungaji vijana na mashehe vijana wamo katika matembezi. Nimeona wachungaji wamo humu vijana na mashehe vijana nimewaona, nao wako tayari kufikisha message hiyo kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina umoja wa kitaifa. Tanzania ni nchi ambayo haina udini, ni nchi ambayo haina ukabila, ni nchi ambayo imeshikamana vyema, na umoja wa taifa letu ndiyo nguvu tulio nayo. Tanzania yetu, amani kwanza. Kwa hiyo leo nikasema nije kuwatembelea na kuwaona. Ni kweli mmejipanga vizuri. Kwa macho yangu nimekuja kuthibitisha kwamba mko tayari kutembea kwa miguu, kuandika historia mpya ya nchi yetu ya Tanzania, kwamba kuna vijana wasiopungua 325 walipeleka message katika uchaguzi mkuu wa kutembea toka Dar es Salaam hadi Dodoma. Hii ni historia itaandikwa na majina yenu yataendelea kubaki.
Kwa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na wadau wengine wa amani, ningependa sana kutoa wito kwa wadau mbalimbali waone namna ya kuliangalia jambo hili, kuliwezesha jambo hili, kulifadhili jambo hili ili likamilike. Najua katika matembezi mtahitaji mahitaji mbalimbali. Kuna mahitaji mbalimbali ambayo yanahitajika kwa muda wa siku zote hizo 20. Ningewaomba sana wadau wa amani waone kwamba namna gani wanasaidia jambo hili ili liweze kukamilika kama lilivyoratibiwa ama lilivyopangwa. Ni jambo jema sana. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kuonyesha uzalendo kwa nchi yetu, kupigania amani ya Watanzania, kulinda muungano wa Tanzania, kulinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama watoto wa Tanzania tuna kila sababu ya kuiunga mkono serikali yetu. Kwa hiyo leo ni jambo jema sana ambalo tumekuja kulishuhudia, na mimi nilitakiwa nipashe kidogo pamoja na nyinyi, lakini bahati mbaya nimekuja na kanzu. Hawakuniambia mapema, ningetoka na tracksuit yangu ningekuja ningepasha pamoja na nyinyi, kwa sababu nami pia nitatembea pamoja na nyinyi kilomita zisizopungua kadhaa, sisemi zitakuwa ngapi. Kesho nayo siku. Kwa hiyo mimi na wachungaji na mashekhe wengine siku ile ya mwanzo tutakuja, tutawajoin, tutaanza pamoja. Alafu huko mbele mtaendelea. Nilikuwa naongea na Dr. Sufiani hapa, nikamwambia kunaweza kuwa na mabadiliko kidogo ya tarehe ya kuanza rasmi. Tulisema ni tarehe 19, lakini kwa ratiba ya mgeni rasmi kuna mambo kidogo yameingiliana. Kwa hiyo mpaka Jumatatu tutajua kwamba itakuwa hiyo tarehe 19 ama itasogea ama vipi. Kwa hiyo ile tutajua kuanzia Jumatatu ratiba ya mgeni rasmi. Kunaweza kukatokea na mabadiliko kidogo kati ya kuanza 19 au kwenda mbele kidogo. Kwa hiyo Jumatatu ile tutakuja tutalijua vizuri. Lakini kubwa, nawapongeza sana, na waombea Mungu sana, na washukuru sana kuonyesha uzalendo. Hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika iman. Yesu Masihi Isa ibn Maryam alikuwa akiipenda nchi yake. Bethlehem alipozaliwa ndiyo mji wake, aliupenda sana. Kuipenda nchi yako au mji wako ni katika imani. Ukiona mtu hapendi nchi yake, hana mapenzi na uzalendo wa nchi yake, huyo imani yake ina matatizo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa Makka, aliipenda nchi yake ya Makka na aliombea nchi yake ya Makka iendelee kubaki kuwa ni nchi yenye amani. Kwa hiyo utaona viongozi wetu wote hawa manabii wa Mwenyezi Mungu walipenda kuona kwamba amani ndiyo kila kitu, na Mwenyezi Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa amani. Kwa hiyo sisi kuitafuta amani ni haki yetu, na kuiombea amani ni haki yetu. Ibrahim alayhi salatu wassalam, au Abraham, baba wa mataifa yote, aliombea amani nchi ya Makka, na manabii mbalimbali waliziombea nchi zao. Kwa hiyo ni haki yetu kuiombea nchi yetu ya Tanzania, ni haki yetu kuwaombea viongozi wetu, lakini pia kujiombea sisi na vizazi vyetu, kuhakikisha kwamba amani yetu inaendelea kubaki. Kwa hiyo mwisho niwashukuru, na niwashukuru sana kamati ya maandalizi ambao wanaendelea vizuri. Nimeambiwa mnafanya mazoezi, mnatembea kilomita kadhaa na mko tayari, mko imara. Mwenyezi Mungu atawabariki sana, na Mwenyezi Mungu atawezesha hilo jambo litimie insha Allahu Taala. Baada ya kusema haya, niombe sasa na niseme kwamba
tuko tayari tarehe 19 au inategemea ratiba ya mgeni rasmi, vyovyote itakavyokuwa, kuona vijana hawa wanaandika historia mpya ya kutembea toka Dar es Salaam mpaka Dodoma kufikisha message ya uchaguzi, ambapo tunahitaji kuwa na amani ya nchi yetu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Tanzania oye! Amani kwanza, Tanzania yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Wasalamu.